You are
maswali yetu, wewe ni jibu kwa mashaka yetu, wewe ni jibu kwa hofu zetu. Tunakuomba sasa ufungulie mioyo yetu pamoja na masikio, ili tunaweza kuelewa leo napenda kutuambia nini. Amen. Hai. Na hukuma yake. Na Yesu atatuambia nini? Na sisi tukiangalia sasa, kama nilivyosema, ni mwisho wa mwaka huu wa kanisa, na tukisogea mbele mpaka Krismasi, tunasubiri kuzaliwa kwa Yesu. Lakini ni sio kusubiri kwa kuzaliwa kwa Yesu tu. Tunasubiri pia Yesu arudi. Amen. Alete hukumu. Kwa hiyo ni sio siku kuu ya sherehe kubwa ya furaha tu, Krismasi. Ni siku kuu pia kwa kufikiria tayari leo tufanaje na wakati unayobaki mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo unaona sikukuu ya leo inakaa kabla ya Krismasi, kabla ya majilio au Advent. Ninaomba sasa moja wapo asome kwa sauti Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza hadi 14. Karibu moja wapo na sauti kubwa. Karibu. Ni Injili ya Mathayo mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Biblia inasema Yesu akaenda zake akatoka kaburini. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamuoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa furaha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mstari wa 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Hiyo ndio neno la Bwana. Sisi tulivyosoma theolojia tunajua Mathayo ameandika Injili lake miaka 80 baada ya Yesu kusalimu. Yesu mwenyewe amekufa kama 30 baada ya kusalimu.
Kwa hiyo tunaona tayari miaka 50 katikati ya Yesu kufa na kufufuka na kupaa kurudi kwa mbinguni na Mathayo alipoandika. Kwa hiyo tunaweza kusema Mathayo sio anaona mbele nini itatokea wakati ujayo. Maana ni anaandika vitu vingi ya ajabu sana. Lakini ameona hiyo tayari wamepitia matetemeko mawili ya ardhi. Ni 37 mwaka 37 na mwaka 37 na mwaka 62 tayari walikuwa na matetemeko mawili. Na watu wengi wamekufa. Halafu wamekaa chini ya Waroma. Wametawaliwa na watu wengine. Na wameona pia ni ajabu kwa Wayahudi. Na ndani ya ufalme wa Waroma ni lazima sehemu mojawapo ni vita. Kwa hiyo wameona matetemeko, wameona wanatawaliwa, wameona kwamba ni vita sehemu nyingine, na pia ndani ya miaka 70 ni hekalu limeharibika, limevunjika. Kwa hiyo wameishi kwa kipindi hiki. Wakristo wengine wamekamatwa na wamekufa. Kwa hiyo ni lazima kipindi hiki walifikiri sasa ni mwisho wa dunia. Kwa sababu ukiona dalili zote unaweza kusema kweli sasa ni mwisho wa dunia. Kwa hiyo ninasema tena, Mathayo hajasema hapa, hajaandika kwa wakati unayokuja, ameandika jinsi alivyoona maisha yake. Na sio maisha yake tu. Watu kipindi kile wametegemea wataona mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia haujafika mpaka leo. Kama umeshafika wewe huwezi kukaa kanisani. Na mara ngapi tumeshafikiri tumefika kwa mwisho wa dunia. Mimi nakumbuka mwaka 1999 nilisoma saikolojia, kozi ya saikolojia. Tulipoelekea mwaka 2000 watu wanasema sasa dunia itakufa kama tutafika kwa mwisho. Na sasa tayari tuna mwaka 2025. Corona pia tumefikiri ni mwisho. Na bado tuko hai hapa. Kwa hiyo ni kama hofu zinaingia kwa maisha yetu, tunajaribu kueleza, lakini hofu huwezi kukamata, hofu huwezi kushika. Ukiangalia hofu, ukibaki kwa hofu, inaongezeka. Mimi naomba ufikiria dakika 1-2 mwenyewe, au labda unaongea na jirani. Kama wewe unaona dalili gani zinakueleza ni mwisho wa dunia, naomba ufikiria kidogo, na kama ukipenda kuongea na jirani, ongea na jirani. Dalili za mwisho kwa maoni yako ni nini? Asanteni. Tumshukuru Mungu pembeni ya kipindi kigumu ambacho tumeona mara kwa mara ndani ya maisha yetu, tuna vipindi vyenye amani pia. Mimi tangu nilipozaliwa mwaka 1967 sijaona vita kwa maisha yangu binafsi. Na mimi naelekea miaka 60. Nimesikia kutoka nchi nyingine, lakini sio mimi mwenyewe nimekuta nayo. Unaona
vita ndani ya vita. Kwa hiyo tuna kipindi cha amani pia, miaka 20, 40, 50 au 60 na zaidi kwa nchi mbalimbali. Hapa tukirudi kwa somo letu la leo, tunaona wanafunzi, na ni kawaida wanafunzi wanapenda kujua dalili za mwisho na wanapenda kujua ni mwaka gani. Kama wanapenda kusema, Yesu anasema kuanzia leo baada ya miaka kadhaa tutaona mwisho wa dunia pia. Hukumu itakuja. Lakini ukisoma wanasema vitu vingi sana vinavyoweza kuwa dalili. Lakini Yesu mwenyewe hajibu swali lao. Hajibu swali la kwanza, dalili ni nini na nini, anawaeleza umeshaona hiki na hiki na hiki na hiki. Ya pili hasemi ni nini. Kwa hiyo bado hatujui, tunaweza kufikiria tu. Lakini anatupa sisi mambo mawili, au tuseme matendo mawili. Anasema usiogope. Amen. Usiogope, vitu vingi vibaya vinatokea. Na kama tumesema tuko katikati ya vipindi vinavyobadilika. Tunatoka kwa kipindi kimoja kuingia kwa kipindi kingine. Na kama ni hivyo, anasema ni kama mama anaingia kwa uchungu kabla ya kujifungua. Na akijifungua anaona maisha mapya. Na ufalme wa Mungu ni kama kwa njia hiyo. Tunaona uchungu leo. Na mama haruhusiwi kukata tamaa. Haleluya. Anahitaji kuendelea mpaka anaweza kushika mtoto wake. Amen. Kwa hiyo anapenda kutia moyo kusema unaweza kuona vitu vingi vya ajabu sana vitakukuza. Utakutana na ugonjwa, utakutana na kifo. Lakini bado usikate tamaa, usiwe na hofu kubwa. Amen. Kwa nini anasema hivi? Hofu ni hisia ambayo inaweza kututawala sana. Na saikolojia inasema ukiangalia giza tu, giza inaendelea kuongezeka. Ukiangalia hofu yako tu, hofu yako itaendelea kuongezeka. Lakini ukiona mwanga kidogo tu, ukisingitia mwanga huu, mambo yote yatabadilika. Amen. Hii ni sehemu ya saikolojia. Tukirudi kwa theolojia, tunaona anasema utapitia kipindi kigumu, utaguswa, lakini usiniache. Ubaki na mimi. Yes. Ubaki na mimi ndani ya maombi. Ubaki na mimi ndani ya matendo ambayo nitaeleza chini zaidi, au mbele zaidi. Na tunajua ukiangalia mwanga huu, tunajua mambo yote ambayo yanatutesa leo yatabadilika. Kwa sababu yeye anaongea kuhusu mbinguni au dunia mpya na mbinguni mpya. Inakaaje? Sisi tukifika mbinguni hakuna mateso tena, hakuna kulia tena, hakuna maumivu tena. Kama ni maumivu ya kiroho kimwili, hatuna. Amen. Na tunahitaji kuona hii. Yesu tu, Mungu mwenyewe tu anaweza kubadilisha haya yote. Amen. Tukumbuke tena somo la Krismasi. Yesu amezaliwa saa ngapi? Usiku, sio? Amezaliwa ndani ya giza za watu. Kwa nini amezaliwa ndani ya giza na sio mwanga? Kwa sababu yeye mwenyewe ni mwanga. Na aliwaambia malaika, waliwaambia usiogope. Uende Bethlehemu, angalia huyu ambaye amezaliwa, sambaa habari njema. Amen.
anamrudisha mwanafunzi kwa present time, anamrudisha kwa muda ambayo anaishi sasa hivi, lakini anamaagiza pia kitu. Anasema uende kuhubiria habari njema, evangelion. Uhubiri evangelion, habari njema. Sawa, sisi sote, mimi mwenyewe sio mchungaji, siwezi kuhubiri kila wakati. Mimi ni mwalimu Saidi. Kwa hiyo mimi nafikiri kama anasema uende kuhubiria neno langu na habari njema, kila mtu atafute kwa maisha yake wapi anaweza kufanya hivyo. Maana ni nini? Kama wewe ni mwalimu, ufundishe kwa upendo. Amen. Kama wewe ni mtu wa kawaida, una kazi nyingine, uonyeshe upendo. Amen. Na upendo tunaweza kuonyesha kwa njia tofauti tofauti. Tunaangalia mahitaji kwa watu na tunajaribu kuwasaidia. Amen. Labda mtu anahitaji kusikilizwa tu. Labda mtu anahitaji kupata haki. Labda mtu anahitaji kuombewa tu. Kila mtu ni tofauti. Lakini anasema kadri tunavyofanya tendo la upendo, giza na nguvu za giza zinapungua. Tunavyoleta dharau, tunavyomweka mtu mwingine chini, tunavyokasirika, tunavyofanya chochote ambacho ni kinyume cha mapenzi ya Mungu, tunaongeza giza. Kwa hiyo tuonyeshe upendo, tuhubiria upendo na habari njema ya Yesu Kristo. Amen. 14. Naomba moja wapo asome tena au tusikie labda kutoka mwanafunzi moja na waamini wa usharika pia. Tusikie mara mbili. Mstari wa 14 kutoka sura ya 24. Tusikie tena. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Amen. Naomba pia mwanafunzi wa shule ya sekondari pia wanaume moja wapo, karibu. Aha. Hapa tunaanza kuelewa, anasema tunahitaji kuhubiri ili mwisho wa dunia itakuja. Asiongee tena kuhusu dalili za mateso, dalili za vifo, dalili za vita. Anaongea kuhusu nini? Tuhubiri, tuonyeshe upendo, tujenge ufalme wake. Leo tayari, sio kesho, leo. Amen. Saa hiyo hiyo. Amen. Kuhusu mambo mengi mabaya yanatokea na ghafla, ni tunaohitaji kuhubiria. Tunahitaji kuwaombea mwingine, tunahitaji kuonyesha upendo. Tunajua hii yote kutoka Yesu Kristo. Anahitaji nini kutoka sisi? Na hapa nafikiri tukifanya hapa kama hivyo, tunagundua hofu ambazo tulikuwa nazo zinapungua sana. Hofu kubwa kwa binadamu ni magonjwa na kifo. Na katika maisha yangu ninafikiria hii mara kwa mara, ni kama nini inatuleta hapa, nisemaje, hofu kubwa sana. Wengine wanasema hawana hofu kufariki, lakini wana hofu kutujua baadaye itakuwaje baada ya kifo.
Nilipokuwa kijana kama miaka 14 hivi, tulifundishwa ndani ya kipindi cha dini. Ni mchungaji mmoja wapo ambaye aliishi katikati ya kipindi cha Nazi, ni Second World War. Tunajua wametengeneza kampi kuwaua watu wengi sana. Na mchungaji Dietrich Bonhoeffer alikuwa mmoja wapo. Amepata bahati mbaya, amekamatika pia, amemkamata na amepelekwa ndani. Siku yake kufa kwa sababu pia walimuua. Amesema, sasa umeona ni mwisho wa maisha yako. Na yeye aliwaambia, sio mwisho wa maisha, ni mwanzo wa maisha yangu. Amen. Kwa sababu amejua baada ya kifo anaweza kutegemea labda nini. Matumaini yake yalikuwa kwa Mungu na mbingu. Amen. Na hii nafikiri tukumbuke ndani ya mambo yote ambayo yanatokea kwa maisha ya kila mmoja wako hapa. Kwa vijana ni tofauti, kwa watu wazima ni tofauti tena, kwa wanandoa ni tofauti, kwa wasingle ni tofauti. Kila mtu anaye mateso yake, anayobeba mizigo yake. Na wasaikolojia tena wanasema sio tukio ambalo linatokea kwa maisha yako ni muhimu. Muhimu unaangaliaje tukio lako. Na mimi nafurahi sana kwa somo la leo kusikia sisi tunahitaji kuacha hofu, kuhubiria, kuonyesha upendo kwa mwingine. Inanisaidia sana. Nikiingia kwa kipindi kigumu, ninajua kweli ninasingitia nini katika maisha yangu. Ili wote sisi tupate amani katikati ya sisi sote kwa Lusenjuna Seminari, kwa Tanzania na dunia nzima. Mimi nafikiria pia kwa Ujerumani na Ulaya, sio kwa Tanzania tu. Kwa hiyo sisi sote tunaweza kujenga ufalme wa Mungu kupitia neno la leo. Tusiogope. Haleluya. Tuhubiria kwa njia mbalimbali habari njema oyangeno kwa Mungu mwenyewe. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Amen. zako zote. Amen. Nakushukuru sana mwalimu kwa mafundisho tumepokea. Wakati tunajiandaa kwa ajili ya toa sadaka zetu za shukrani, zaka, na wale wenye sadaka zao za siri, niombe kwaya ya kituo.
hakuna sumu kubwa ya kufeli mtihani kama kuogopa. Ukiingia pale umesoma, umemwomba Mungu, usiogope. Lakini usije ukaingia pale kama hujasoma unasema mchungaji uwe umesoma. Isaya 43. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, kidato cha pili, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Kidato cha pili, usiogope. Yesu, Yesu, Baba yetu